Wapendwa, karibuni katika kipindi cha Bwana Yesu Kristo. Ninawakaribisha mlio wote katika sehemu tofauti tofauti. Karibuni katika hii channel ya kumweleza Yesu Kristo. Natumai kwa Mungu amekuwa nanyi wiki nyingine katika upendo wake. Leo tutazungumzia mambo tofauti tofauti kuhusu Yesu Kristo. Lakini leo neno ambalo nitalisema ama tutaliongea ni kuhusu Yesu kama Pasaka wa dunia. Yesu Kristo ndiye Pasaka wa dunia. Yesu ndio Pasaka wa dunia. Karibuni. Pasaka inajulikana kwa watu wengi. Lakini kama wewe sio Mkristo, Pasaka inakuwa ikichanganya wengi. Wewe kama mpagani ama Mwislamu ama dini tofauti, ukimuuliza mambo ya Pasaka, utapata kuwa haelewi kwa undani. Kwa nini Wakristo wanasherekea Pasaka? Pasaka ni nini? Mbona ni muhimu sana kwa kila mtu kwa hii dunia? Kwa kuwa Pasaka si ya Wakristo peke yake. Pasaka si ya Wakristo peke yake, bali ni ya Waislamu pia, ni ya wakafiri, wale ambao waabudu sanamu. Pasaka ni ya kila mtu duniani. Ingawa tunaishi ndani ya dini na hizo madini hazitufundishi, Shetani ameficha Pasaka, lakini Pasaka ni ya kila binadamu duniani. Kama wewe ni Mwislamu, kama wewe ni uko na dini tofauti, kama wewe ni Muhindi, kama wewe ni Mchina, kuna dini tofauti tofauti. Njoo karibu nikueleze Pasaka ni nini. Kwa kuwa we mwenyewe lazima uisherekee na lazima uitikie. Natumai kuwa Mungu atanipatia neema ya kuweza kukufundisha ndio uelewe umuhimu wa Pasaka kwa maisha yako. Biblia bila Pasaka haitakuwa Biblia. Dunia iliumbwa bila Pasaka haiwezi endelea. Kwa kuwa Pasaka ni muhimu katika maisha ya binadamu. Pasaka ya Yesu Kristo. Yesu, hakuna dini ambayo haikuwagi kimpigania. Wakristo wanajua Yesu ni nani. Waislamu wanajua Yesu pia ni nani. Yesu ametabiriwa, ameongelewa, jina lake limeandikwa katika kitabu cha Waislamu mara mingi sana kuliko ya Muhammad. Kuna ukurasa mengi yanaongea mambo ya Yesu. Yesu ametajwa sana kwa kitabu cha Uislamu kuliko hata Muhammad. Yesu ametajwa sana katika madini za Wahindi, ingawa au si Wakristo wanatumia miungu tofauti, lakini Yesu ametajwa kwa mavitabu zao.
Yesu, hata wale ambao wanaabudu shetani wanajitaga New Agers, dini tofauti ambazo shetani ameinua, wanajua Yesu ni mwalimu. Kuna madini ambayo wanasema Yesu ni nabii. Kuna madini ambayo wanasema Yesu ni Angel Michael, ni malaika Michael. Lakini Yesu ako kila pahali kwa kila dini. Hiyo ndio inashangaza. Leo ninakufundisha Yesu na Pasaka yake. Kwa kuwa hii Pasaka lazima uielewe na ujue kwa nini ni muhimu kwa maisha yako. Yesu, Pasaka wa dunia. Pasaka ni nini? Pasaka kwa Kizungu inaitwa Passover. Passover. Kwa Kiswahili wanasema tu Pasaka. Pasaka inamaanisha kuwa ililetwa na Mungu. Kwa mfano, siku ya Waisraeli, Mungu alikuwa anataka kuadhibu watu wa Misri. Wale walikuwa wameshika Waisraeli siku ya Musa, na Mungu akasema anataka wachinje kondoo ambayo ni mnyama, wachukue damu ya kondoo waipake kwa mlango na wakule hiyo kondoo. Akasema saa 6 usiku ikifika, kutakuwa na malaika ambaye atapita kwa kila nyumba, na akikosa kuona hiyo damu ataua kijana yule ambaye ni wa kwanza katika hiyo familia. So tunaweza sema Pasaka ni Mungu kukupatia rehema ama kupatia binadamu rehema, kwa kuwa anajua kama sisi ni wenye dhambi, mwisho wetu tutaangamia na tuende Jehanamu. Na nani atatupeleka Jehanamu? Yule ambaye atatupeleka Jehanamu ni Shetani, kwa kuwa sisi tumekosea Mungu. Lakini Pasaka inamaanisha kwa damu lazima imwagike. Unajua Mungu, ama tuseme roho zote, hata kama ni ya Shetani, hata kama ni ya Mungu, lazima wanahitaji damu ndio waweze fanya nini? Waweze kukusaidia. Kwa hiyo damu ilihitajika ndio wewe ambaye mwenye dhambi ndio aweze kuhurumiwa, na siku ile ambaye utakufa, Shetani ambaye amekungojea akutupe Jehanamu atapita, hata kuangamiza, kwa kuwa kuna damu ambayo imekuzingira. Lakini damu ya kondoo, ya mbuzi haiwezi saidia dunia mzima. Ndio Mungu aliamua alete mwana wake ambaye hana dhambi duniani, ndio aweze kuwa damu ambayo itakusamehea, ndio Shetani asiweze kukuangamiza. Bila damu si rahisi roho yoyote, hata kama ni Shetani, kuweza kukusaidia. Ndio unaona ukienda kwa wachawi unapata kuwa watakuitisha kuku ama kondoo ama mbuzi, wamwage hiyo damu ndio waweze kukusaidia. Mapepo, majini, mapepo, mashetani lazima wanatakaga sadaka ya damu. Vile vile Mungu, kwa kuwa sisi tumekosea na sisi ni wenye dhambi, aliamua kuwa sadaka la mnyama haliwezi kukusamehea dhambi. Akatuma Yesu Kristo duniani ndio aweze kuwa sadaka letu.
ukiitikia damu ya Yesu Kristo na mwili wake, unasamehewa dhambi, na hiyo shetani ambaye alikuwa anakungojea akutupe jehanamu atapita, ataona damu ya Yesu na atakuacha. Tukiangalia Biblia katika Ufunuo 13:8, kuna kitu muhimu sana lazima tuelewe kuhusu Yesu, kwa kuwa Yesu ako katika kila dini tofauti. Ufunuo 13:8 unasema hivi, unasema, nao watu wote wanaoishi duniani watamwabudu huyo mnyama. Mnyama ni shetani. Nitairudia tena, nao watu wote wanaoishi duniani watamwabudu huyo mnyama, wale wote ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Hapa tunafunuliwa ufunuo kuwa Yesu alichinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Nitairudia, nao watu wote wanaoishi duniani watamwabudu huyo mnyama. Mnyama ni shetani. Wale wote ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Biblia inatufunulia ufunuo kuwa Yesu Kristo, kabla wewe uzaliwe, kabla kitabu cha Biblia kiandikwe, kabla Uislamu ukuje, kabla madini zikuje, kabla dunia ikuje, kabla dunia itengenezwe, Yesu alikuwako amepangwa na alikuwa amechinjwa kabla dunia itengenezwe. Kuwa Mungu alijua Adamu atafanya dhambi katika dunia, na kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki, alijua sisi binadamu tumeanguka kwa dhambi, akaleta mfumo wa kuweza kukomboa dunia kupitia Yesu Kristo. Naye Yesu, Biblia inasema kuwa aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu, kumaanisha kuwa kabla ulimwengu uumbwe, kabla dunia utengenezwe, kabla Adamu akuje, kuwa Yesu alikuwa amechinjwa kabla dunia iumbwe. Kwa kuwa Mungu yote yanafanyika katika kiroho, baadaye yanakuja katika kimwili. Yesu alikuja kutekeleza yote ambayo yalikuwa yametamkwa kabla dunia itengenezwe. Kwa kuwa Mungu alijua Adamu atafanya maovu na ataleta dhambi duniani, na sisi na wewe tutakuwa na dhambi. Naye Mungu, kwa sababu ni Mungu, anajua mbele na nyuma, anajua mwisho wa dunia kutakuwaje kabla mwanzo, anajua mwanzo wa dunia kutakuwaje kabla mwisho, na ni Mungu anajua kila kitu. Alijua kuwa Adamu ataanguka, na yeye akaamua kuwa Yesu atakuja duniani kufanya nini? Kuwa Pasaka ya dunia. Atakuwa kama sadaka ambalo litakuwa la kutusamehea dhambi yetu. Sasa tunajua kuwa Yesu ilikuwa ni mpango wa Mungu akuje kukomboa dunia mzima kupitia mwili wake na damu yake. Yote ambayo yalikuwa yamefanywa msalaba yalikuwa yamejulikana kabla dunia yatengenezwe. Tukikuja katika kitabu cha Mathayo, wacha tuielewe kwa undani ni nini Pasaka, ni nini Yesu alikuwa anafundisha watu wa Yahudi na Waisraeli na watu wote ambao walikuwa huko Yerusalemu. Amen.
Tukienda katika kitabu cha Yohana sura ya 6, kitabu cha Yohana sura ya 6. Yesu alikuwa ameenda kwa mlima, watu wakamfuata wengi sana, karibu 5,000 walimfuata Yesu katika mlima mmoja ambaye Yesu alikuwa. Na Yesu kuona hao watu wamekuja wamejaa, na alikuwa kwa mbali na pahali, akawaonea huruma, kwa kuwa hao watu walikuwa na watoto na walikuwa na njaa. Na Yesu akatoa mkate na samaki, akaibariki na akalisha watu 5,000. Hiyo ilikuwa miujiza kubwa sana. Na vile vile aliponya magonjwa, alitoa mapepo, alifanya maajabu katika hao watu. Sasa jioni kufika, akaambia wanafunzi wake wachukue boat, kwa Kiswahili wachukue jahazi, waende kwa nchi tofauti, sehemu tofauti ama pahali tofauti. Hao wanafunzi wakachukua jahazi na wakaenda katika sehemu nyingine, mtaa nyingine. Hao watu kuona hivyo, waliona miujiza ya Yesu, ikabidi wamfuate. Hawakumfuata Yesu kwa sababu waliona miujiza ambayo alitenda kama kuponya magonjwa, kutoa mapepo. Waliona hiyo miujiza ya chakula, wakamfuata. Kwa sababu sisi binadamu tunapenda sana chakula, tunapenda vitu za kimwili. Sasa wakafuata Yesu mpaka hiyo sehemu, wakamuuliza, Bwana, mwalimu, mbona ulituacha, ulikuja hapa? Yesu kwa sababu anajua binadamu wote akili zao na anaweza soma moyo wao, akawaambia, mumekuja kunitafuta si kwa sababu mliona miujiza ambayo nilifanya, bali mumekuja kunitafuta kwa sababu mlikula chakula na mkashiba. Hao watu walikuwa wanamfuata kwa sababu ya chakula. Amen. Njaa iliwasumbua. Yohana sura ya 6 mstari wa 26 unasema, Yesu akawajibu, amin, amin, nawaambia nyinyi hamnitafuti kwa kuwa mliona ishara na miujiza, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Msishughulike chakula kiharibikacho, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho Mwana wa Adamu atawapa. Yesu anawarudisha, anawaambia msikule chakula ambacho kitaisha, mkule chakula ambacho mimi nitawapatia, ambacho ni uzima wa milele. Wakamuuliza Yesu, ni nini ambacho utatuonyesha tujue kuwa wewe tukuamini? Ni ishara gani utatuonyesha tukuamini? Wakamwambia kuwa mababu zetu Waisraeli siku ile ya jangwani walikulishwa mana, chakula cha mbinguni, na wakashiba. Lakini Yesu akawaambia, baba zenyu walikula hiyo maana, ama kuna mkate ambayo Mungu alikuwa anawarushia kutoka kila siku asubuhi, inawakujia kutoka mbinguni. Akawaambia baba zenyu walikula hiyo mikate na wakaangamia. Lakini Yesu akawaambia, mimi ndio mkate wa mbinguni. Wacha tusome sasa Yohana sura ya 6 mstari wa, tukianza mstari wa 60. Tukianza mstari wa 50. Yesu akasema hivi, lakini hapa kuna mkate kutoka mbinguni ambaye mtu yeyote akiula hata kufa. Mimi ni mkate wa uzima ule uliotoka mbinguni. Mtu yeyote akiula mkate huu ataishi milele. Mkate huu ni mwili wangu ambayo nitautoa kwa ajili ya uzima wa ulimwengu.
Yesu anasema yeye ndio mkate wa mbinguni, na yeye atajitoa mkate hiyo ndio ataitoa kwa uzima wa mbinguni, kwa uzima wa ulimwenguni. Wewe ukitaka kukuwa na uzima wa milele, lazima kuwa utakula mkate, na mkate ndio Yesu Kristo. Tukienda 53 52 nasema, ndipo Wayahudi wakaanza kuhojiana vikali wao kwa wao wakisema, mtu huyu awezaje kutupatia mwili wake tule? Au wanadhani kuwa Yesu anawaambia mwili wake ambao wako nayo ndio watakula? Hapana, wakuelewa. Walidhani ni chakula, kuwa yeye ndio mwili ama chakula ambayo watakukula. Wakaona hapana, sisi tutakulaje binadamu? Lakini hawakuwa kielewa Yesu ni nini anasema. Yesu akasema hivi tena kule mstari wa 53. Hivyo Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele. Ndugu yangu, Yesu anakuambia ukikula mwili wake na ukunywa damu yake, hata kama wewe ni Muislamu, hata kama wewe ni Mhindi, hata kama wewe ni nani, yeye Yesu anasema, anakuahidi utapata uzima wa milele. Ilikuwa ngumu sana kwa binadamu kuelewa. Tukishuka na tukiruka, tukienda kwa mstari wa 60, watu walimkataa, watu walishangaa, watu walishindwa. Tutakulaje mwili wa binadamu? Hiyo ni dhambi kubwa kwa Waisraeli. Hakuna mtu yote anafaa kukula kafara ya mtu, kafara ya binadamu, kwa kuwa hiyo ni laana kwa Mungu. Tukienda kwa mstari wa 60, Biblia inasema hivi, wengi wa wafuasi wake waliposikia jambo hili wakasema, mafundisho haya ni magumu, ni nani awezaye kuyapokea? Yesu alipojua kwamba wafuasi wake wananungunika kuhusu mafundisho yake, akawaambia, je, jambo hili limewaudhi? Ingekuwaje basi kama mngemuona mwana wa Adamu akipaa kwenda zake huko alipokuwa kwanza? Yesu anawaambiaje? Mtashangaaje mkiniona mimi kuwa nikirudi mbinguni? Tukirudi mstari wa 66, tusikie vile hao watu walifanya. Ilisema hivi, tangu wakati huo wafuasi wake wengi wakarejea nyuma, wakaacha kumfuata. Imani ilikosekana. Yesu anawafundisha mambo ya kiroho, lakini hao wanafikiria ni mambo ya kimwili. Wanashangaa, wanasema, Yesu ambaye tutawezaje kula binadamu na tukunywe damu yake? Hiyo ni laana, hiyo ni kafara za shetani. Lakini hawakuwa naelewa. Yesu alikuwa anawaambia kuwa yeye ndio uzima wa milele. La, usipokula damu yake, ukunywe damu yake na mwili wake, na yeye hautapata uzima wa milele. Alikuwa anawaambia kuwa yeye ndio uzima wa milele, na yote ambayo atafanya katika msalaba, kifo chake na mwili wake ndio utatufanya tupone, na huyo shetani hataweza kutufikia, kwa kuwa Yesu amegeuza na amechukua sadaka kama ambayo ya dhambi yote ambayo tumetenda katika maisha yetu. Wengi walimkataa, imani yao ilipoa, walikuwa na wamwamini na wakamkataa. Ndugu zangu, Yesu walimkataa. Yesu walimkataa. Walishindwa sana na hiyo jini. Walistuka sana, wakashindwa tutafanyaje? Wengi walimkataa. Tukienda Luka mstari wa 22, Luka mstari wa 22, sura ya 18, tusikie ni nini ilifanyika. Tusimkataa Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndio uzima wa milele. Tukianza mstari wa 15, Yesu siku moja kabla aende katika msalaba wamuue, siku moja
ilikuwako ni Pasaka ya Wayahudi, na usiku jioni akaita wanafunzi wake na walikuwa wakikula Pasaka. Tukianza mstari wa 16 unasema hivi: kisha akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu, kwa maana nawaambia, sitaila tena Pasaka hadi itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Baada ya kuchukua kikombe akaushukuru, akasema, chukueni hiki mnywe wote, kwa maana nawaambia, tangu sasa sitakunywa tena katika uzao wa mazabibu hadi ufalme wa Mungu utapokuja. Mstari wa 19 ukasema hivi: kisha akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa, akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mstari wa 20 kasema pia hivyo. Vivyo hivyo baada ya kula akakwita kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Lakini mkono wake huyo atakayenisaliti uko hapa mezani pamoja nami. Yesu anasema hivi, aliwapatia kikombe na akawapatia mkate. Akamwambia, hili mkate ambalo mnakunywa ni mkate wa mwili wangu, na hii divai ni damu langu la agano jipya. Kunyweni hili kama ukumbusho ambacho atakilitekeleza katika msalaba. Yesu anasema kuwa mwili wake na damu yake ndiyo chakula sahihi na kinywaji sahihi ambacho dunia inahitaji ndio uweze kupata uzima wa milele. Yesu Kristo ndio Pasaka wa dunia yote. Hatuendi kwa madini, tutatoka kwa madini na turudi kwa Yesu Kristo, kwa kuwa Yesu ndiyo Pasaka ya dunia. Yule ambaye amemwamini, yule ambaye amemkiri, yule ambaye amemwamini na amemkiri kupitia kinywa chake, amekula mwili wake na damu yake. Yesu ndiyo Pasaka ya dunia. Ndugu zangu, kuna kitu nataka kuwafundisha. Kama Yesu alikufa na alichinjwa kabla dunia ianze, inamaanisha pia Abrahamu, baba yetu wa imani, Abrahamu the father of all nation, baba wa mataifa mengi. Utasikia Waislamu wanasema huyo ndio baba yao. Utasikia wa China, utasikia Wahindi, utasikia kila sehemu, kila pahali wakisema kuwa wanamjua huyu Abrahamu. Kama wanamjua Abrahamu, basi nitawafundisha kuwa Yesu aliitikia, Yesu Kristo aliitikia mwili wake na damu yake kabla hata Yesu kufika msalabani. Kwa kuwa kuna vitu tatu, kuna vielekezo tatu ambacho lazima ukuwe nayo, na Abrahamu alikuwa nayo. Ya kwanza ni lazima ukuwe na imani kwa Yesu Kristo. Ya pili, lazima uitikie damu yake na mwili wake. Na ya tatu, Yesu Kristo ameamini na amesema na ameweka kuwa atakupatia uzima wa milele. Hizo ni vitu tatu ambazo ziko katika kupitia Yesu Kristo. Ukimwamini na ukiamini kuwa umekula mwili wake na damu yake, atakupatia nini? Uzima wa milele. Tukiangalia katika maisha ya Abrahamu, tutaona vile vile kuwa alitekeleza mambo hayo matatu. Amen, amen na amen. Unajua ndugu zangu, Biblia inasema kuwa Abrahamu pia yeye katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3
Kutoka mstari wa 8 unasema pia Abrahamu alitangaziwa yote ambayo tunayasema. Injili ambayo Yesu Kristo aliileta duniani ni injili hiyo hiyo ambayo alimweleza Abrahamu. Injili ya nini? Injili ya wokovu. Injili ya kuitikia mwili na damu ya Yesu Kristo. Tutaisoma na tuielewe. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 8 unasema hivi: andiko liliona tangu awali kwamba Mungu angewahesabia haki watu wa mataifa kwa imani, hivyo likatangulia kumtangazia Abrahamu injili likisema kwamba kupitia kwako mataifa yote yatabarikiwa. Hii injili ya Mungu ya wokovu ya kuleta mataifa yote ya kubarikiwa, injili ambayo ni ya Yesu Kristo, ilikuwa imetangaziwa Abrahamu. Hivyo ndio Biblia inatuambia kuwa Abrahamu alitangaziwa hii injili ya Yesu Kristo kuwa mataifa wote watamkiri na watamuitikia. Alielezwa Abrahamu, na pia Abrahamu pia yeye akamuitikia. Wacha kwanza tuione ya kwanza. Abrahamu aliweka imani yake yote kwa Mungu. Abrahamu aliweka imani yote kwa Mungu, kwa kuwa Mungu alimfanya mwenye haki. Biblia inasema hivi katika kitabu cha kwanza Mwanzo 15 mstari wa 6 unasema hivi: Abrahamu akamwamini Bwana, naye kwake jambo hili likahesabiwa kuwa haki. Mungu alihesabia Abrahamu haki kwa kumwamini. Mungu aliambia Abrahamu kwa kitabu cha Mwanzo sura ya 12, siku ile alimpatana na Abrahamu, alimwambia Abrahamu, ondoka katika nchi yako, uache jamii yako na nyumba ya baba yako, uende hadi nchi nitakayokuonyesha. Hii ni Mwanzo 12 mstari wa 1. Mungu alimwambia toka katika nchi yako, toka katika familia yako, nitakuonyesha nchi fulani ambayo utaenda. Mungu alikuwa anampatia nchi ya Waisraeli ya Kanani, lakini pia Mungu alikuwa na mpango ya kumpatia nchi ambayo ni nchi ya mbinguni. Ilikuwa ni mambo ya kiroho na mambo ya kimwili. Katika kimwili alikuwa anampatia nchi ambayo inaitwa Kanani, lakini katika kiroho Mungu alikuwa amemwahidi atampatia nchi ambayo haiwezi tengenezwa na binadamu. Hiyo nchi inaitwa mbinguni. Abrahamu akatoka akaenda nchi ya Kanani, akaenda kuishi hapo kwa kuwa Mungu alikuwa amemwambia atoke nchi yake. Na Abrahamu kwa kutii na kumwamini nini? Na kumwamini Mungu. Alikuwa na imani kwa Mungu. Kitu ya kwanza, ukitaka kumwamini Yesu Kristo, lazima kwanza uweke imani. Kumwamini. Naye Mungu alimwahidi Abrahamu na akamwambia atampatia nchi ambayo ni nchi ya ufalme wa mbinguni. Tukisoma Waibrania sura ya 11 mstari wa 9 unasema hivi, ndugu zangu, Waibrania 11 mstari wa 9. Munifuate. Unasema hivi nikiusoma: Abrahamu alihesabu kuwa Mungu angeweza kumfufua Isaka kutoka kwa wafu, na kusema kwa mfano alimpata tena Isaka kutoka kwa wafu. Sura ya 9. Samahani, sura ya 9. Nimesema 19 bali sura ya 9.
Samahani ndugu zangu. Sura ya 9 unasema hivi: kwa imani alifanya maskani yake katika nchi ya ahadi, kama mgeni katika nchi ya kigeni. Aliishi katika mahema kama Isaka na Yakobo walivyofanya, waliokuwa pia warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Mungu kwa Biblia inasema hivi kuwa Abrahamu alitoka katika nchi yake akaenda nchi ya Kanani ambayo Mungu aliyempa. Hiyo ni nchi ya kimwili. Amen. Ni nchi ya kimwili, lakini ukitaka kuona nchi ya kiroho, tukirudi mstari wa 16 unasema hivi: lakini badala yake walitamani nchi iliyo bora zaidi, yani nchi ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni aibu kuitwa Mungu wao, kwa kuwa amekwisha kuandaa mji kwa ajili yao. Mungu alikuwa ameandaa nchi mbili. Nchi kwanza ya kimwili ilikuwa nchi ya Kanaani, lakini nchi ambayo Mungu alikuwa amemwandalia ni nchi ya kiroho ambayo ni mbinguni, ambayo binadamu hawezi tengeneza na mkono wake. Hiyo ilikuwa kwa kwanza ni imani. Abrahamu alikuwa ameweka imani kwa Yesu Kristo alikuwa ameweka imani kwa Mungu kupitia Yesu Kristo. Ya pili, tunaona kuwa Abrahamu aliweka imani yake kupitia mwili na damu ya Yesu Kristo. Tukisoma katika kitabu cha kitaufunua vizuri, kitabu cha Mwanzo sura ya 14 mstari wa 18, tutaona mambo fulani yalifanyika. Mwanzo 14 mstari wa 18 kunafanyika hivi: kuna mtu ambaye alikuja kumtembelea Abrahamu, na huyu mtu tunajua kuwa kweli ni Mungu, lakini tutauelewa kwa sababu ni kama mfumbo umeandikwa, na tutaelewa ni nani huyu. Tukisoma Mwanzo sura ya 14 mstari wa 18 unasema hivi: ndipo Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai. Alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana, naye akambariki Abrahamu akisema, abarikiwe Abrahamu na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Melkizedeki ni mfalme wa Salemu. Melkizedeki alikuja kumtembelea Abrahamu, akamletea mkate na divai, na akabariki Abrahamu, na akamlisha Abrahamu mkate na divai. Ndugu zangu, Ufunuo mstari wa 16 sura ya 13 na mstari wa 8 unasema hivi kuwa Yesu Kristo alichinjwa kabla dunia itengenezwe. Inamaanisha hata siku ya Abrahamu Mungu alikuwa amejua kuwa Yesu Kristo atachinjwa katika msalaba, na alileta hii agano, alileta hii njia ya kuweza kushikanisha Abrahamu kupitia msalaba wake na kumpatia mkate na divai, kama vile Yesu alipatia wanafunzi wake siku ya Pasaka. Alikata mkate na akaibariki na akawapatia, akawaambia hii ndio mwili wangu, na akawapatia divai, akasema hii ndio damu yangu ya agano jipya, akasema kunyweni kama ukumbusho wangu. Yesu ni yule Mungu wa Abrahamu. Naye Melkizedeki ambaye tunamuona ni mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai na akamkunywisha na akamlisha Abrahamu, kama kumshikanisha katika hiyo agano jipya la kifo cha Yesu Kristo katika msalaba. Ndugu zangu, lazima ujue kuwa Yesu ndiyo Pasaka wa dunia. Sio Pasaka wa dunia ambaye alikuja juzi. Hapana, ni Pasaka wa dunia yote. Hata siku ile Abrahamu alikula Pasaka na alikula mwili na damu ya Yesu Kristo, kwa kuwa Yesu ni Pasaka wa dunia yote. Na vile Abrahamu alikula, Mungu alimwahidi uzima wa milele, na akamwahidi atampa ufalme wa mbinguni.
Kwa nini? Kwa sababu aliweka imani. Ya kwanza, alikula mkate na divai kuonyesha kuwa chochote ambayo Yesu atafanya msalabani. Ya pili, na pia alimwahidi uzima wa milele. Tukisoma kwa kitabu cha Ibrania sura ya 7, tuelewe kwa undani huyu Melkizedeki ni nani? Huyu Melkizedeki ni nani? Waibrania sura ya 7 mstari wa kwanza unasema hivi. Tunataka kujua huyu Melkizedeki ni nani. Tuisome kwa undani. Kwa kuwa huyu Melkizedeki alikuwa mfalme wa Salemu na kuhani wa Mungu aliye juu sana. Alipokutana na Abrahamu akirudi kutoka kuwashinda wafalme, Melkizedeki akimbariki, naye Abrahamu alimpa sehemu ya 10 ya kila kitu. Kwanza, jina hilo Melkizedeki maana yake ni mfalme wa haki. Hiyo ni ya kwanza, kuwa Melkizedeki jina lake ni mfalme wa haki. Pili, ni mfalme wa Salemu, maana yake ni mfalme wa amani. Kuwa huyu Melkizedeki ni mfalme wa amani, ni mfalme wa amani, ni mfalme wa amani, kama Yesu Kristo kuwa alileta amani duniani. Ni mfalme wa amani, ni mfalme wa amani. Tatu, inasema hivi, hana baba wala mama. Kuwa huyu Melkizedeki hana baba wala mama, hajawahi umbwa na baba wala hajaumbwa na mama, hana ukoo, hana mwanzo wala mwisho wa siku zake. Kuwa huyu, hata ukiambiwa hapa, unafaa kujua huyu ni Mungu. Tuendelee. Nitairudia tena kuanzia sura mstari wa 3. Nasema hivi, hana baba wala mama, hana ukoo, hana mwanzo wala mwisho wa siku zake, kama mwana wa Mungu. Unasikia vile inasema Biblia? Biblia inakwambia kuwa Yesu Kristo ama mwana wa Mungu hana mwanzo, hana mwisho, hana baba, hana mama, hana uzao, hana nini. Kwa huyu Melkizedeki anakaa kama tu nani? Kama mwana wa Mungu. Hako na mambo tofauti tofauti ambayo yote inaishirika, inaonyesha kuwa yeye ndio Yesu Kristo, ama yeye ako na mambo sehemu tofauti kama Yesu Kristo. Huyu Melkizedeki ni mfalme wa amani. Tukisoma Warumi sura ya 5 itakueleza Yesu ni nani. Warumi sura ya 5. Ndugu zangu, Warumi sura ya 5 mstari wa kwanza unasema hivi, kwa hiyo kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani, tuna amani na Mungu kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kupitia Bwana wetu Yesu Kristo tuna amani na Mungu. Naye Melkizedeki ni nani? Ni mfalme wa amani. Na Melkizedeki ni nini? Alileta amani kwa Abrahamu na kumpatia amani na kumuonyesha na kumpatia mkono wa mkate na divai ambayo Abrahamu alikula kama mkono wake ambayo atakuja kutekeleza katika dunia baadaye. Ndugu zangu, ndakupatia mfano ndio uelewe. Ukienda kwa bank ama ukienda kwa benki na unataka kuenda kupatiwa credit card. Sijui kwa Kiswahili credit card ni nini? Credit card. Wacha nielezee credit card. Ndugu zangu, credit card. Kiswahili saa zingine inakuanga na ngumu sana. Credit card. Credit card. Nitaisoma ndio nieleze kwa undani. Inaitwa kadi ya mkopo. Ukienda kwa benki na unataka kadi ya mkopo, utapatiwa kadi ya mkopo. Na hii kadi unaweza itumia bila pesa.
inaitwa kadi ya mkopo. Ukienda kwa benki ueleze na unataka kadi ya mkopo, watakupatia na uhitaji pesa yoyote. Kadi ya mkopo iko na pesa ndani, lakini wewe utaitumia hiyo kadi ya mkopo, utaitumia leo, utaitumia kesho, lakini pengine mwisho wa mwezi ikifika, benki itakwambia ulipe. Kadi ya mkopo unaweza tumia hata kununua gari, kununua nyumba, kununua shamba bila we kukuwa na pesa yote, lakini kuna siku ambayo utaanza kulipa benki pesa polepole kwa sababu ni mkopo. Ingawa wamekupatia pesa kabla wewe uilipe. So vile vile Abrahamu alipatiwa uzima wa milele na Yesu Kristo kwa kupitia mkate na divai ambayo alikula kabla Yesu aende msalabani kuilipia. Yesu alipatia Abrahamu divai na mkate aweze kukula kama mwili wake na damu yake ya agano yake ya msalaba kabla aende kuhukumiwa katika msalaba. Vile vile katika Pasaka ya wanafunzi wake siku ya mwisho alikuwa nao katika hiyo siku ya Pasaka. Hiyo siku jioni yake aliwalisha mkate na akawakunyisha divai na akawashikanisha katika agano jipya kabla aende kesho yake kuhukumiwa katika msalaba. Ndugu zangu, vile alifanyia Abrahamu ndio vile alifanyia nani? Alifanyia wanafunzi wake katika ile siku ya Pasaka. Kesho yake ndio ilikuwako ni siku ambayo walikuwako wamemsaliti, Yuda alikuwa amemsaliti, na ndio hiyo siku ambayo walimuingiza katika msalaba wakamuua. Lakini kabla hiyo siku jioni yake walikuwa wanasherekea Yesu na wanafunzi wake katika Pasaka, na akawapatia mkate na akawapatia divai kama damu yake na kuwashikanisha katika agano jipya au wanafunzi wake. Vile vile alifanya hivyo Abrahamu kabla aende kesho yake kufanywa nini? Kuhukumiwa katika msalaba. Yesu Kristo ndio Pasaka ya dunia mzima. Yesu Kristo ndio Pasaka ya Waislamu. Yesu Kristo ndio Pasaka ya binadamu. Yesu Kristo ndio Pasaka ya Wayahudi. Yesu Kristo ndio Pasaka ya Wahindi. Yesu Kristo ndio Pasaka ya kila binadamu duniani. Ndugu zangu, Yesu anakuita. Anataka kukupatia uzima wa milele. Anataka umwamini. Kuna wengi ambaye aliwaambia lazima msipokula mwili wangu na kunywa damu yangu hamtapata uzima wa milele, na wengi hawakuweka imani. Wanafunzi wake wengi walimkataa na wakamwacha, lakini leo kweli wako wapi? Si waliangamia? Ndio nakwambia pia wewe usikuwe kama hao wanafunzi ambao hawakuenda kwa imani, hawakumwamini na baadaye kifo iliwafikia kwa kuwa walikataa kumwamini. Siku ya leo ninaomba kuwa weka maisha yako katika patia Yesu Kristo maisha yako na utapokea uzima wa milele, na damu yake na mwili wake utakuwa sadaka la dhambi zako, na wewe mwenyewe utapona maisha yako. Yesu Kristo ndio Pasaka ya dunia. Ndugu zangu, siku ya leo ilikuwa ni kufundisha kwa nini Yesu Kristo ndio Pasaka ya dunia. Ninatumai nimewabariki na mumepokea neno la Bwana. Hadi wakati nyingine ninawabariki katika jina lake Yesu Kristo. Hadi wakati nyingine tutaongea mambo mengi kuhusu Yesu. Ninatumai kuwa Mungu atakuwa nanyi, nyinyi na watoto wenyu, na baraka zake zitawafuata milele na milele. Amen.